Bwana Yesu asifiwe. Tarehe 1 mwezi wa kwanza 2026 namshukuru sana Mungu kwa wema wake. Namshukuru sana Baba wa mbinguni ambaye amedumu kuwa karibu na mimi. Amedumu kuwa karibu katika wakati ambao nimeupitia. Na leo sasa ni siku nyingine kabisa. Lakini utofauti wake unakuja kwa tarehe. Jua liko vile vile, mazingira yako vile vile. Labda uvae upendeze, uvae nguo nyingine mpya, lakini hata wewe unajiona uko vile vile hujarefuka. Niukaribishe katika mwaka mpya 2026. Ni mwaka wa kupambana, ni mwaka wa kumwomba Mungu pia, ni mwaka wa kuzidi kujitoa maisha yetu kwake. Maana kadiri muda unavyozidi kusogea mbele, ndivyo siku zinavyopungua kwangu, ndivyo siku zinavyopungua kwako. Ni kweli kuna watu wanashangilia happy birthday. Ni kweli unashangilia. Tulishangilia 2025 happy birthday nyingi sana. Maana hakuna haiwezi kutokea kwamba mzaliwa wote tarehe 1 mwezi wa kwanza 2025 au 2000 na ngapi au 2000 na ngapi au 1000 na ngapi. Hapana, kuna watu tumefurahia happy birthday zetu mwaka uliopita, na sasa tupo mwaka mwingine ambao tutaenda tena tukafurahia happy birthday zetu ambazo zitaenda kujikita zaidi katika tarehe kadhaa, kila mmoja wetu kwa tarehe yake ambayo alizaliwa. Niukumbushe, nafahamu kila mmoja wetu tumepanga malengo, na kwa wale ambao pia bado hawajapanga malengo, kuna wengine wanaendelea kupanga. Niukumbushe, katika kupanga kwako malengo, mambo muhimu mawili ya kuzingatia katika kupanga malengo. Jambo la kwanza, zingatia malengo yako. Lengo la kwanza liwe ni lengo linalojikita katika maisha ya kiroho. Lengo la kwanza lijikite katika maisha ya kiroho, sio katika mambo ya utashi wako. Panga kuomba nguvu mpya ya kiroho. Panga kuomba ujazo wa Roho Mtakatifu. Panga kuomba Mungu akuongoze. Baada ya hapo, maana yake nini? Jambo la kwanza katika malengo yako yajikite katika mambo ya kiroho, na jambo la pili, mambo yako au malengo yako yajikite katika malengo au mambo ya kimwili. Ni kweli mwaka unahitaji kuanzisha miradi fulani. Ni kweli mwaka unahitaji kupanda vyeo. Ni kweli mwaka unahitaji ufikie linki fulani katika mafanikio yako. Ni kweli kabisa. Ila hivi ni vitu mojawapo vya kuzingatia sana. Nikumbushe hivi. Nisome sehemu fulani katika kitabu hiki cha Pambano Kuu. Pambano Kuu, katika kitabu hiki kinaitwa Pambano Kuu, ukurasa ule wa 503. Anasema kwamba ni maneno ya kusikitisha haya kidogo. Anasema, kwa kifo chake Kristo alihakikisha ushindi au kushindwa kabisa kwa shetani. Niukumbushe hivi. Pambano kubwa leo, shetani hataki uwe na malengo. Na ndio maana Pambano Kuu, kitabu hiki kinathibitisha kwamba kupitia Yesu Kristo kushinda kifo, shetani alishindwa. Lakini wewe utaenda ukakiri. Ni kweli sasa hivi una mwamko wa kufocus mambo yako, lakini shetani naye amesikia ukiwa unazungumza. Maana huwa hajui unachokiwaza, ila waga nasikia unachokizungumza. Lakini unachokipanga ndani ya akili yako hawezi kujua, ila unapokizungumza anajua, anafahamu. Yeye jitihada yake ni kubwa ni kwamba atahakikisha analeta upinzani kwa ajili ya kukuvuruga. Analeta mashambulio kwa ajili ya kukuvuruga wewe usiweze kufika katika linki ile. Nikutie moyo, omba sana katika malengo yako ambayo umepanga. Ingia katika jitihada ya kupambana kama binadamu, lakini huku kazi na dawa ni Yesu Kristo mfanye, sio kitu kingine. Kuna mtu hapa kulingana na akili ambavyo inaruka amefikiria kitu kingine. Yesu Kristo
kupitia maombi, kupitia kufanya kazi kwako kwa bidii zote, kwa nguvu zote, kwa akili yote, huko ndiko utakuwa zaidi unapata ushindi. Muombe sana Mungu na niombee malengo yako. Tamka malengo yako ya kiroho tu. Baada ya hapo utatamka malengo yako ya kimwili nikiwa naendelea kuomba. Na tuombe. Baba yetu na Mungu wa mbinguni, haikuwa rahisi kutufikisha leo. Yapo malengo kwa mtoto wako huyu ambayo ameyaleta kwako na wala sio kwangu. Anatamani umsaidie. Baba wa mbinguni, Mungu uliye mshindi, ukatusaidie katika malengo hayo. Ukamsaidie mama huyu, ukamsaidie kijana huyu. Ni kweli amerudia baadhi ya malengo ambayo yalifeli mwaka jana, na mwaka huu 2026 anatamani Mungu aweze kukamilisha baadhi ya malengo hayo. Ukalete ushindi wewe, kwa uwezo wa jina lako Yesu Kristo nimeomba na kuamini. Uovu, nguvu za giza, nguvu za mwovu shetani ibilisi, ukatoe ushindi kwa jina lako Yesu nimeomba na kuamini. Amina.